Sanza, kwanza karibu Kigoma na tuzungumzie hasa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa Football Club moja kwa moja. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tumefika salama Kigoma. Kwa mara nyingine tena tunakuja kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya wenyeji wetu Mashujaa FC. Timu imesafiri salama alhamdulillah, lakini kimsingi ni mchezo mwingine wa kwenda kutafuta alama tatu, na mchezo huu ni pekee sana kwetu. Upekee wa mechi na Mashujaa kesho ni mchezo ambao unatupeleka kwenye top 4. Tukishinda na tutashinda inshallah, tunaingia moja kwa moja kwenye bracket ya top 4, sehemu ambapo tuko comfortable zaidi kwenye ligi kuu kuliko sehemu yoyote. Tukishaingia kwa wakubwa wenzetu, na wanatusubiri kila siku, wanatuuliza je, mnakuja lini huku? Lini mnaingia top 4? Wenzetu Azam FC, Simba, Yanga wanatusubiri kwa hamu. Kwa ni mchezo mzuri kwetu, lakini ni mchezo mgumu kwa sababu hata Mashujaa pia wanapokuwa nyumbani wanataka kuonesha ubabe katika ardhi ya nyumbani. Yes. Masanza, tuzungumzie mnakwenda kuikabili Mashujaa, lakini mkiwa mna kumbukumbu ya kupoteza mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC Premier League. Hii itaweza kwenda kuathiri ama kuongeza kwenye ligi kuu ya NBC Premier League? Mnakwenda kuikabili Mashujaa kucheza dhidi ya TRA. Makini kweli kweli. Sisi tunahesabu kila mechi ana mpango wake. Tukishamaliza mechi iwe tumeshinda au tumepoteza au tumetoa sare, tunaacha huko, tuna focus na kilichopo mbele yetu. Kwa hiyo matokeo ya nyuma yapo makosa ambayo yalifanyika kiufundi, yamefanywa kazi, na yale ambayo yalikuwa magumu zaidi tumeyashughulikia, na nadhani taarifa mliipata. Tumefanya mabadiliko makubwa sana kwenye benchi letu la ufundi, nadhani mmeona. Na tangu hapo tukacheza mchezo wa kombe la shirikisho CRDB, nadhani mmeona mabadiliko makubwa hata ya uchezaji wa wachezaji wetu. Kwa hiyo ndo Singida Black Stars. Tunajisahihisha, tunakuwa bora zaidi kuliko mechi iliyopita. Sawa, Masanza, tuje tuiangalie Singida Black Stars kwa undani zaidi. Ni kama vile katika upande wa kuscore mabao, licha ya kwamba ni miongoni mwa timu 5 zilizofunga magoli mengi kwenye ligi kuu ya NBC Premier League, lakini imekuwa amna ile consistency ya mfungaji kufunga wastani. Ibrahim Imoro ndio kinara wa ufungaji sambamba na washambuliaji na mlinzi, kwa maana ya Emmanuel Keyeke, lakini pia unaweka wakina Rupia hapo na kina Mosi Nduhumwe ambao hawa wana magoli 3, lakini timu kwa ujumla imekuwa haina consistency. Kwenye hili kwenda kucheza na timu ambayo ina safu bora ya kiulinzi, haitakuwa ngumu kwenu kuelekea mchezo wa kesho? Kitakwimu of course uko sahihi, lakini sisi focus yetu ni kuchukua alama 3 kwenye kila mechi. Na ligi ni ngumu kaka. Kuna timu strikers wao hawana goli hata moja. Si bora kwetu Kurupia amefunga. Hawana goli hata moja. Huwezi kuwalaumu, ligi ngumu sasa hivi. Kwa timu inaandaliwa kwenda kushinda. Akishinda beki, akishinda kiungo, akishinda striker, imeshinda timu. Kwa focus yetu kwanza ni kukusanya alama 3 kwenda kwenye malengo ambayo tumejiwekea, alafu huko baadaye zitakuja mbwembwe. Tukishakuwa na uhakika sasa tuko comfortable, ndio mtaanza kuona tunatafuta nani atatengenezewa afunge yeye peke yake. Lakini kwa sasa kila mchezaji ambaye anavaa jezi ya Singida Black Stars akiingia kwenye uwanja wa mapambano anaenda kuitafutia Singida Black Stars ushindi. Hiyo ndo dhamira yetu kwenye kila mechi. Sawa, Masanza, tunafahamu kwamba siku zote nyuma umetoka kubadilisha benchi zima la ufundi na kuleta meneja mpya kwa maana Papi Kimoto. Morali ikoje hasa kwa wachezaji mara baada ya ujio wa meneja mpya kwenye kikosi? Of course, mabadiliko ya kiufundi yametuongezea kitu chanya kwenye benchi letu, lakini hata morali ya wachezaji imeongezeka sana kwa sababu kila mchezaji anamuimpress meneja mkuu mpya ambaye amekuja, kocha Papi Kimoto, na watu sio wageni na Papi Kimoto. Ni kocha mwenye uzoefu mkubwa sana kwenye soka la Afrika, na ni kocha anayependa ushindani. Kwa ameshawaambia wachezaji, mimi mchezaji atakayenionyesha ushindani ndio nitakayempanga kwenye mechi. So wachezaji wote wamehamasika. Ni kama tumeanza upya. Kila mchezaji sasa hivi ana hamu ya kupata nafasi aende akaoneshe. Na tumeona mchezo wa kwanza wa CRDB kule dhidi ya Mbeya City nyumbani, kila mchezaji aliyepata nafasi aliperform kwa kiwango cha 100%. Kwa hiyo ni taswira mpya Singida Black Stars, lakini ndio ubora ambao watu wameuzoea. Singida sio timu ya ikipata matokeo ya kufungwa sawa, sare sawa, ushindi sawa. Sisi ni timu ya ushindani, na sisi ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati msimu huu. Kwa ile dhana ya ubingwa imerudi kwenye kikosi, na tunacheza kibingwa hata kesho mtaona hapa timu inavyocheza. Itacheza kibingwa kweli kweli kwa sababu kila mchezaji sasa hivi ana hamu ya kuisaidia timu kupata matokeo ya ushindi. Sawa, Masanza, nikikunukuu kwenye hili, na ameshawahi kukuchallenge afisa habari wa klabu ya Mashujaa kwa maana Steven Ndorobo, ulishawahi kuzungumza kwamba katika ligi kuu ya NBC Premier League hakuna mchezaji ambaye hajawahi kupita Singida Black Stars, lakini kwa Mashujaa walikataa na walipinga kwamba wao hawana huyo mchezaji. Nini ambacho unaweza ukakizungumza, na kesho mnakwenda kukutana na Steven Ndorobo akiwa na klabu ya Mashujaa?
Club. Ndorobo kwanza ni mgeni sana. Ni mgeni sana. Asijifanye anaijua sana Mashujaa kwa sababu ameajiriwa juzi tu hapa. Ni mgeni kweli kweli. Awaulize vizuri mabosi wake. Ningesema lakini kwa sababu tuna mechi wasije wakawatoa wachezaji kwenye lineup. Acha tumalize mechi afu hilo swali nitalijibu vizuri. Lakini nilichokisema sikukisema kwa bahati mbaya. Sisi tuna wachezaji ambao wapo hapa Mashujaa. Inawezekana hawajawahi kuvaa jezi ya Singida lakini wapo. Na tumeshafanya hivyo. Selemani Mwalimu hajawahi kuvaa hata siku moja jezi ya Singida Black Stars lakini alikuwa anacheza Fountain Gate. Na tukaja tukamuuza ndio watu wanashtuka. Kumbe ni mchezaji wenu. Hata hapa kuna vijana wetu wapo hawajawahi kuvaa jezi lakini wachezaji wetu kwa mujibu wa mkataba na tusiwataje. Tumalize tufocus kwanza na mechi. Tukimaliza mechi sasa nitamwambia Ndorobo wachezaji wetu ni huyu na huyu na huyu kwa mujibu wa mkataba. Sasa yeye atachagua kusuka au kunyoa. Lakini sisi dhamira yetu si kuzungumzia mchezaji gani yuko Mashujaa. Wana timu nzuri, wana timu ya ushindani na tunaamini watatupa game nzuri sana siku ya kesho. Masanza, tuzungumzie hali ya Maruf Chakei ambao watu wengi wamekuwa wanataka kufahamu hali yake, alirejea kutoka kwenye majeraha lakini watu bado hawamuoni kwenye mechi ambazo Singida Black Stars zinamhitaji. Hali yake ikoje pengine? Kwanza Maruf Chakei bado hajapona kwa 100%. Yes, anaendelea vizuri na amerejea, ana train na team lakini hayuko fiti kucheza mechi za mashindano. Kwa atakapokuwa fit basi watu watamuona Maruf Chakei na itakuwa ni msimu ujao kusema ukweli, haitakuwa msimu huu kwa sababu mpata majeraha ambayo yanahitaji huduma ya muda mrefu. Tunamshukuru Mungu ana progress vizuri, hata ripoti ya daktari inaonyesha maendeleo yake ni mazuri na tunamtarajia kwamba atakuwa fit kwa 100% kuelekea msimu ujao. Tumuombe apone aweze kurudisha ile furaha ambayo mashabiki wamezoea kumuona anapokuwa uwanjani. Sawa, neno moja kuelekea mchezo wa kesho kwa mashabiki wa chui kutoka Walima Alizeti Singida Black Stars. Kwanza niwaambie tu mashabiki, naona walikuwa wananitumia link ya kocha ya Julio. Tumeiona. Na niwaambie tu Mashujaa tumeona, tumemsikia kocha wao alichokisema. Singida kuna aliamka. Haina shida. Haina shida. Singida hii hamna shida. Tutawajibu kesho uwanjani lakini mimi simlaumu kocha Julio. Alafu Ndorobo anachotakiwa afahamu, mimi nimefanya kazi na Julio kabla yake. Nimewahi kufanya kazi na kocha Julio tukiwa Singida Fountain Gate. Siwezi kulaumu hata kidogo alichokizungumza. Ndio alivyo. Ndivyo alivyo. Namlaumu sana Ndorobo na idara yake ya habari kwa kushindwa kujua kwamba kumsitiri basi. Na kuwasitiri watumishi wa klabu yao. Unajua idara ya habari pia ina jukumu la kulinda image ya timu. Sasa kama kocha anaweza kuzungumza vitu unprofessional kama vile na idara ya habari inaona fahari kutengeneza ile content na kuipandisha hewani, maana yake wanajitukana wenyewe. Kabisa, yani ni very serious. Wanajitukana wenyewe. Na inanifanya nianze kuhisi au inawezekana Mashujaa idara ya habari pale kitengo cha mitandao ya kijamii kina nguvu kuliko hata afisa habari mwenyewe. Mimi huwezi kukuta vitu kama hivyo tunapandisha hewani. Mimi nimefanya kazi na Julio. Mambo mengi sana ambayo alikuwa hayataki kwenda hewani hayakwenda hewani. Sasa wameenda kumvua nguo kocha wao na ngoja tumalize mechi. Tutamaliza na ujumbe wake mzuri tukimaliza mechi vizuri. Ngoja tumalize kwanza mechi. Sisi gari amka. Ni kama vile neno limewafanya yani mwingie kwenye mechi mkiwa mnasema hawa Mashujaa tunakwenda kuishi nao kweli kweli. No, sisi kwanza ni very matured. Timu yetu ni ina professionals wengi. Ukienda low kiasi hicho hatuwezi kukufuata huko chini. Yaani ni kuna msemo mmoja wanasema nguruwe ukienda kushindana naye kwenye tope atakushinda tu. Kwa sababu ndo michezo yake kwenda kushindana kwenye tope. Mtachafuka na wote mtaonekana ni manguruwe. Sio kama unanielewa? Hatuwezi kwenda low kiasi hicho. Hii ni professional club. Kila kitu kinaendeshwa professionally. Hatuwezi kufanya mambo ya kihuni kama vile timu ya Ndondo Cup. Bwana tutazungumza tukimaliza mechi. Ngoja kwanza tukaifanye kazi iliyotuleta Kigoma. Na wachezaji wakafanye kazi yao. Tukimaliza, nyinyi si mtakuwepo? Basi tutazungumza zaidi.